Ya tupo kima sana, mambo ni mengi, tuna maisha kwenye muziki lakini tuna maisha ya binafsi, ndio anachukua muda wetu mkubwa sana kuliko hata kwenye muziki. Mimi sikutoka kwenye reli, isipokuwa kitu watu wanashindwa kuelewa. Muziki ni biashara kubwa, biashara huru. Unahitaji kwamba lazima ukae chini ufikirie kwa karne tulionayo nini nataka tufanye na wapi pale ambao natakiwa mimi nipenye, kwa sababu kumbukeni huu muziki unaofanya wa mduara sana sana asili yake ni Tanzania, lakini ni muziki ambao haupewi kipaumbele na baadhi ya watu ambao hawaelewi thamani ya muziki na ambao wapo katika game ya muziki sasa hivi. Kwa hiyo inanifanya mimi kuwa na struggle, natumia nguvu sana binafsi, wakati uwezo wangu financial kuweza kutumia nguvu binafsi inakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo inahitaji watu ambao kama watu kwenye serikali na wadau kuweza kusaidiana, kuweza kupushi kile ambacho tulicho nacho. Mara nyingi tunakuwa tuna struggle. Huku mkiona watu wana struggle kwenye muziki ya watu, mara mapiano, mara nini. Huku kote ni kwa sababu tu muziki wetu tuna struggle, hatuna sehemu maalum ya kukaa. Ile sehemu yetu huwa tuna destroy, na ndio utamaduni tuliojengea wa Tanzania kuharibu vitu vyetu na kukuza vya watu wengine. Kwa hiyo hii kidogo pia nayo kwangu mimi ni challenge na ni changamoto nzito. Sawa, wengi tunaamini kwamba AT ni moja kati ya wasanii ambao ni wazoefu wa muziki na wanajua wapi sehemu ya kuanzia. Umesema hapa kuna changamoto ya muziki wa duara kutopewa nafasi kubwa sana, na tumekuona umekuwa ukiswitch kutoka kwenye duara unaingia hata kwenye bongo flava huku na vitu kama hivyo. Hii biashara ni kweli imekuwa ngumu kiasi hicho kwa AT kuweza kuswitch, kuweza kuona namna gani anaweza kutembea na soko hili? Okay, soko sasa hivi linahitaji kuwa na financial power, uwe na nguvu za kifedha kwa ajili ya promotion binafsi. Sisi hatuwezi kulia, au sasa hivi mimi siwezi kulia na redio ya mtu au TV ya mtu, isipokuwa natakiwa niwe na nguvu zangu binafsi. Kumbukeni, huu ni ulimwengu wa mob society. Kila kitu unaweza ukakifanya mwenyewe kama uko vizuri kwenye financial. Usikae ukasubiri watu ndio wakushike mkono wakupeleke, kwa sababu kila mtu na jambo lake. Sasa hapa panakuwa pazito kwa sababu uwekezaji wa kwenye muziki ni mkubwa sana. Wimbo mmoja tu kama utaekeza inavyotakiwa, basi unaweza ukajenga hata nyumba. Yaani pesa yake inaweza ikatoa nyumba ya mtu kuweza kulala. Sasa hiyo fedha kwangu inaweza ikawa ni ngumu kwa sasa hivi, kwa sababu watu wengi wanaangalia kipindi tunafanya vizuri kama ni watu ambao tulikuwa tunapata fedha, lakini hawakumbuki kwamba sasa hivi ndio watu wanapata fedha nyingi kuliko kipindi hicho. Kipindi hicho mtu akipewa milioni 2 ndio pesa kubwa. Sasa hivi watu wanapata endorsement mpaka milioni 50, 100, 150, 200, watu wanazishika, ni pesa zimekuwa ni za kawaida. Kwa hiyo muda mwingine kulaumu watu kwa kipindi kilichopita inaweza kuwa ni makosa. Ni sasa na watu ambao wanalaumu wazee wao, kipindi hicho nyumba inauzwa 1000, hawakununua, sasa hivi 1000 ananunua vocha. Yaani sio sawa, hawajui mazingira ambayo yalikuwa wakati. Pengine kama watu wa muziki wa mduara, kama mtu ambaye umepita kwenye bongo flava, ulishapata nafasi ya kuzungumza na Baraza la Sanaa Tanzania BASATA kuweza kuona namna gani ili huu muziki wa mduara urudi katika ukubwa wake, na hiyo finance pia muweze kupata mikopo na vitu kama hiyo ambayo tunasikia unaitangaza kila siku hapa? Unajua kikubwa ni kwamba sio kuishauri serikali tu peke yake, lakini kikubwa kwamba kukubaliana na ukweli kama tutaambizana. Watu wengi hawajui kwenye media, wala wananchi hawajui. Huu muziki una virus ambao ni wazito. Kuna watu ambao wako katika huu muziki kazi yao ni kudestroy zile nguvu za Watanzania ambao wanapambalia nchi yao. Mimi nimekutana na naibu, nimeomba naibu kuonana naye, Mwanafe, na nikakutana naye na nikajaribu kuongea naye, nikamwambia, mheshimiwa, tunapambana sana kutafuta sound ya Tanzania, lakini mimi ninahisi kwamba kama tunajitusi, kwa sababu Tanzania tayari ilishapata sound yake. Sana hapo tulitakiwa tuboreshe. Sasa tukisema sasa hivi tuhangaike kutafuta mdundo wa Tanzania, hatutafuti mdundo wa Tanzania, badala yake tutakuwa tunawatafuta maneno wa Tanzania, kwa sababu wa Tanzania hawa labda hawa waliozaliwa mwaka 2000 huenda hawajui vizuri, lakini wa Tanzania hawa ndio walikuja kuleta muziki wa Segere. Leo hii kina hiti kipande tu kwenye TikTok, Shabani Madobe, yani watu hawajui kama huo ulikuwa ni muziki wa Tanzania na ulikuwepo kabla hii muziki ambayo ilikuwepo. Lakini leo hii tuna muziki wa mnanda ambao ni mchuriku, ni muziki wa zamani na watu walikuwa wakipiga kwenye maharusi, na ni muziki ambao ni muziki kivutio kwa mtu yoyote katika dunia kuona muziki kama huo unatumia kinanda kimoja tu na watu wanacheza, hakuna bezi, hakuna sijui nini, wanapiga ngoma. Yani ni muziki ambao tayari tulikuwa tushakuwa tuko nao. Na muziki wa mduara huu tulionao ni muziki wa zamani. Muziki wa mduara hauwezi kufanana hata na tarabu hizi za kina Bikidude, kwa sababu muziki wa mduara ni muziki wa zamani toka mwaka 1800 huko.
muziki huu jina lake unaitwa chakacha. Sasa umefika mpaka tulipofika, isipokuwa umekuja ndani kuna mduara wa aina ninofanya mimi, kuna mduara ambao anafanya njenje, kuna mduara ambao akatoa chuchu sound na nyingine nyingi. Sasa hizi zote ni aina za muziki ambazo zinapatikana katika muziki mmoja. Ni kama vile mnavyoona muziki wa kwaito umezaa muziki kibao mpaka leo umefika kwenye mapiano. Okay. Sasa sisi badala tushikie kwenye vitu vyetu, badala yake kuna watu ambao wameingia, kazi yako destroy. Juzi hapa tulikuwa tuna kelele nyingi sana za kaka yetu mmoja mkubwa anasema kwamba huyu Alikiba anabana pua, mara siju JD haja kuimba bongo flavor, mara P-Funk sio producer mzuri. Yaani unajiuliza huyu shida yake nini? Lakini ukigundua unagundua kwamba huyu ni kirusi. Enyewe amekuja Tanzania, amerudi nyumbani akiwa Kiswahili yenyewe hajui zuri. Hawezi kujua utamaduni wa hapa, hajui kujua misingi ya hapa. Anapaswa naye ajifunze na afundishwe. Sasa vitu kama hivi ndio vinagharimu sana muziki. Leo hii muziki uliozaliwa ndani ya muziki mwingine ambao upo, mnasema kwamba huu ndio identity ya Tanzania. Kwa sababu gani? Tupeni sababu. Je, ule muziki wa mnanda ambao upo miaka mingi, muziki wa segere ambao upo miaka mingi na watu wameimba, hiyo sio sawa. Hivi vitu vingine vinakuja na kuondoka, lakini kuna vitu vya asili. Na ndio maana wimbo wa taifa zitaimbwa nyimbo nyingi kwenye maredio, lakini wimbo wa taifa hakuna anaweza kufanya video kwa sababu ndio wa taifa. Hatunaga upendo huo ambao tunauhubiri. Upendo huo kama upo kwa watu wa Tanzania ambao wako nje ya masuala ya tasnia. Na mnaona sina haja ya kusema. Mnajua juzi kaka yenu mmoja hapa amemdhihaki Alikiba kwa kumpandisha daraja mtu mwingine ambaye sio wa ndani. Yaani vitu hivi huaga viko live na watu wa namna hiyo wapo, na tuna mengi ya kuzungumza. Kama tukipata nafasi akiwepo rais tunaweza tukasema fulani hafai. Okay. Kwa hiyo haya mambo kidogo yana uzito wake, lakini mimi nitajaribu kuplay part mpaka tutakapofika. Sio kama siwezi kufanya bongo flavor. Nina uwezo wa kufanya bongo flavor na ninaweza nikatoa wimbo wa bongo flavor ambao utakuwa millennium, watu wote kujifunza. Kwa sababu kumbukeni, huyu anaongea hapa ndio yule alemba wimbo anipigie. Mpaka leo watu wanauliza huyu jamaa aliwaza nini? Hii beat imetengenezaje? Ndio yule ambaye alifanya wimbo wa Mama Ntilie na Raisi huyo pamoja na Jelly. Mpaka leo watu wanapenda. Na ndio mimi nilifanya wimbo na Malo, mpaka leo kila mmoja anajiuliza, mwanangu kipindi hicho ilikuwa ni hatari. Akili yangu ni ile, haina kichanganyisho chochote cha alcohol wala kivutaji. Niko vile isipokuwa nimeadvance zaidi, nina uwezo wa kufanya kitu zaidi. Kwani nyimbo za kina Matona Violet ulikuwa unaweza kupata nchi gani? Si ndio zile tu. Lakini kuwarudisha watu pale wanahisi kama wanarudi karne ya 10, kumbe sio kweli. Wasanii ambao wanafanya vizuri hawapendi kufanya kazi na watu ambao tayari kwenye mainstream hawako kwenye nafasi kubwa, kwenye nafasi nzuri. Kwa sababu wanahisi wanapoteza, sio kama wanaweka. Ndio fanya naye kazi, sio kwamba umuombe. Hawataki kuomba, wanataka uwalipe. Sasa hapa kwenye kumlipa, na kama utakuta mimi sijafanya show muda mrefu, sina hela ambayo itakuwa natosheleza kuweza kumpa, maana kuna vitu vingine vitafeli na maisha yangu binafsi. Umeelewa? Sasa unahisi kabisa hii pesa nikimpa huyu, hata kama itakuwa na faida hapa kwa muda huu, nasubiri hiyo faida irudi, mimi naishije na familia yangu? Sasa unakuta ni ngumu.